tenda mema upate haki yako. Tunasoma sehemu moja ndefu sana. Tutasoma kitabu hiki cha Nyakati wa Pili, sura ya 6 mstari wa 21 mpaka 39. Neno Mungu linasema hivi kwenye Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa 21 mpaka 39. Hilo ukianza hapa juu kidogo vitu mazuri zaidi na kuona. Ukianza mstari wa 12 mazuri zaidi. Kwa kwanza nafasi kwanza mstari wa 12 sababu ndio tunao. Neno Mungu anasema hivi, akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akanyosha mkono wake, akanyosha mikono. Maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono 5, upana wake mikono 5, na kwenda juu kwake mikono 3, na kusimamishwa katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli, akakunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote, uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi aliyokuahidia, na ulinena kwa kinywa chako, ukayatimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. Sasa Bwana Mungu wa Israeli, msikilizie mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi aliyokuahidia, sema, nitakosa kuwa na mtu machoni pangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli, ikiwa tu watoto wako watakaingia njia yao ili kuiendea torati yangu kama wewe ulivyokwenda mbele zangu. Basi Bwana Mungu wa Israeli, uthibitishe neno hilo ulimwambia mtumishi wako Daudi. Lakini Mungu yamkini atakaa na watu duniani. Tazama mbinguni, tazama mbingu na mbingu za mbingu hazitoshi siuze nyumba hii iliyojenga. Lakini muangalie mtumishi wako anayeomba na kusihi, Bwana Mungu wangu, usikie kilio na maombi anayoyaomba mtumishi wako mbele zako, ili macho yako yafunguke kwa nyumba hii mchana usiku, hali uliponena ndipo utakapoiweka jina lako. Usikie maombi atakayoomba mtumishi wako, ikabili hapa. Uyasikie atakayosihi mtumishi wako na watu wako Israeli watakapoomba, ikabili hapa, na usikie toka makaoni mwako, toka mbinguni, nawe usikiapo samehe. Ikiwa mtu amemkosea mwenzake, akitiwa kiapo, akiapishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako nyumbani humu, basi usikie mbinguni, ukatende kwa hukumu wako. Ukimpita mwovu, ukatimiza njia yake mwani, ukamfanyie haki mwenye haki, ukijalia kwa kadiri ya haki yake. 24. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekosa wewe, kama walivyolia kwa ili jina lako, wakiomba na kukusihi Bwana, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watu wako Israeli na kuwarejeza
tena katika nchi uliowapa wao baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua, kwa sababu kosa wewe, kama wakiomba kabili hapa na kukiri jina lako na kuiacha dhambi yao wasapo, basi usikie huko mbinguni ukaisamehe dhambi yao moyo wako na watu wako Israeli wafundishapo njia njema iwapasayo, waende ukainyeshe mvua nchi yako iliyowapa watu wako iwe urithi. Mstari wa 28, ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewazuru katika nchi ya miji yao, au iwapo msiba wowote au wele wowote, yeyote atakayeomba na kusihi mtu awaye yote au watu wako Israeli wote pamoja, kujua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, akinyoshea mkono nyumba hii, basi usikie huko mbinguni hapo ukasamehe, umtimize kila mtu kwa kadiri ya njia yake zote, wewe ujuaye moyo, maana wewe peke yako ndiwe ujuaye mioyo ya damu. Mstari 31, ili wakuche wewe, waziendee njia zako siku zote utakazoishi katika nchi iliyowapa baba zetu. Hata wamgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, huu na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa, au atakapokuja na kuomba wakielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni kutoka makoani kwako, ukatende yote atakayoomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kujua jina lako na kukucha wewe kama watu wako Israeli, tena wajue ya kuwa nyumba hii iliyojenga imeitwa kwa jina lako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaendelea kusoma hapo mbele huko. Maneno ni mazuri sana, tumesha 34 hapo, tutaendelea. Haleluya. Amen. Haya maneno alikuwa anayesema Selemani. Ilimlazimu kusema maneno haya kwa sababu Selemani alipenda sana watu wafanikiwe. Selemani alipenda sana watu wamjue Mungu. Selemani alipenda sana watu wafanikiwe. Bwana asifiwe. Yaani huyu anadili na watu. Yaani anahangaika na mioyo ya watu. Amejenga hekalu kubwa. Umeona sifa hapa, upana wake, urefu wake, sijui hivyo. Lakini anaendelea kusisitiza kwamba hapa ndipo patakapokuwa nyumba yake Baba. Lakini watu hao watakapokuja hapa wakiwa na shida yoyote, wasikie huko mbinguni. Bwana asifiwe. Yaani Selemani hakupenda kuona utumishi wake hauna mashiko mbele za wanadamu. Yaani alitamani kuona kila atakachokifanya kiwe na picha halisi ya kile kinachotakiwa kufanya. Huwezi kuja na wagonjwa wakataka kuombewa halafu wasipone. Utumishi wa Selemani ungekuwa hauna nguvu. Bwana asifiwe. Haiwezi nchi imevamiwa na magonjwa kama Biblia ilivyosema kwamba tauni, nzige, vitu gani vingi ambavyo vilikuwa vimejitokeza, ambapo hivi sifa yake ilikuwa ni mbaya, uharibifu. Sasa kama Selemani yupo ambaye yeye ni mtumishi wa Mungu anatambulika, akayaona yale, atakapoomba
yashindwe kuondoka, utumishi wa Selemani bado usingekuwa na nguvu. Kwa maana hata Biblia inasema kwa utumishi uliofanyika dunia itambue. Yaani maombi ya Selemani yanatambulisha kwamba kitakachofanyika kama kitafanikiwa, sisi tu wa Israeli tulioko hapa, hata dunia pia itambue kwamba yuko Mungu anayeweza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ananifurahisha sana Selemani namna anapowatazama wanadamu na anapojiweka mbele za Mungu. Wakati gani? Wakati wa maombi. Yaani naifahamu akili ya Selemani kwenye maombi. Bwana asifiwe. Sijui wewe katika kipindi cha maombi huwa unamuelewa nini Mungu? Inawezekana nifunika kombe. Unafunga kweli? Unapambana na hali yako kweli? Siku zinakwisha, miezi inaondoka, fungu umekwisha, kusubiri mwingine. Lakini upate muda wa kutafakari Mungu anataka kufanya nini kipindi cha maombi. Na nafasi yako ni ipi mbele za Mungu? Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani hii haina mtu ukasema labda fulani ndio inabidi afanye hivyo. Wewe mwenyewe unayempenda Mungu na anayemjua Mungu, yakupasa hayo yafanye wewe. Usisubiri afanye mtu mwingine. Kwa maana mambo mengi sana yanashindwa kufanikiwa kwa wakati. Mpaka Selemani anakwenda kuongea na Mungu kwa mambo ya wanadamu. Kitu cha kwanza Selemani alianza kusema na watu. Anasema alikuwa katika makutano. Bwana asifiwe. Maana yale makutano kuna vitu alianza kuwafundisha watu. Na alichowafundisha kikubwa ni kutubu. Bwana asifiwe. Haleluya. Aliwafundisha kutubu. Maana hatuwezi kumwendea Baba tukampelekea shida zetu ikiwa sisi ndani yetu hatuko sawa sawa. Kwa maana watu wangu watakapotubu na kukujia wewe Baba uwasamehe, maana yake watu hao wakitubu na kuziacha dhambi zao watakuja mbele zako kuleta shida zao, uwapokee na uwasamehe. Yaani alijua kwamba wanadamu yako mambo yanayowafunga washindwe kufanikiwa. Sasa watakapotubu, maana yake nini huko mbinguni? Milango yao iko wazi. Basi pokea mahitaji yao. Sasa wakati gani wewe utatubu ili Mungu apate kupokea mahitaji yako? Bwana asifiwe. Kila wanadamu ana haki mbele za Mungu. Haleluya. Kila wanadamu ana haki mbele za Mungu. Lakini tukitizama katika sisi ambao tuna haki mbele za Mungu, mbona tunaishi katika hali ya kutokujua kama tuna haki? Ukiwa na watoto wana haki mbele ya baba yao na mama yao. Kwa maana kinachopatikana kwa baba yao na mama yao, watoto wale wana haki ya kumiliki. Mathalani, mzazi amejenga nyumba, bahati mbaya ukafa wewe na mke yaani mke na mume wamekufa, bado wamebaki watoto. Yaani hakuna atakayekuja kusema nyinyi watoto ondokeni nikae mimi. Hakuna. Kinachowafanya washindwe kuondoa ni vile wale watoto walikuwa na haki ya kukaa kwenye ile nyumba. Sisi tunaelewana vizuri. Yaani haiwezekani watoto wangu mimi nimekufa, mtu anasema wewe ni baba yako kufa ondokeni hapa takaa mimi. Haiwezekani. Watu watakuja watajua hawa watoto hapa ndio kwao. Yaani hapa ndio wana haki ya kuishi. Yaani wana maamuzi ya kufanya kitu chochote hapa ni kwao, kwa wazazi wake. Sisi ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Sisi katika ufalme wa Mungu tuna haki ya kuuingia. Lakini kwa nini tunakuwa na wakati mgumu wa kutaka kuuingia ufalme wa Mungu? Simoni mwapeni mfano wa watoto. Watoto unaweza kuwa na watoto 3, 4, 5. Alafu katika watoto wale 2 wakawa wasikivu, waaminifu, watiifu. 4 wakawa si wasikivu, si waaminifu, yaani kuna anachowaambia waelewe. Hivyo hamjawahi kusikia kwamba mimi, yaani kuna wazee wengine huwa wanasema wakati mwingine kwamba huyu mtoto huyu
hata atakapokufa sasa haja kulizika. Hamja kusikia? Mungu atusaidie. Haleluya. Amen. Tunachozungumza ni cha msingi sana kwenye maisha ya mtu. Mzazi anafikia anasema huyu mtoto wa tabia alizonazo, huyu hata nikifa sasa nimuone. Tena ikiwezekana hata vile ambavyo nilivyonayo huyu atakaye kupewa. Hayo mambo yanazungumzwa huko mtaani. Na bahati mbaya ile toto linasema mimi kwanza sitegemei cha kwako. Unajua? Mzazi amewakasika kwa mambo cha kutosha na lile toto nalo linamuongeza kwamba sikiliza mzee. Mimi kwanza sitegemei hicho ambacho nategemea, mimi na mipango yangu. Halafu sikulazimisha nipe kitu chako. Yaani ndio kukorofisha toto lako, halafu unapojaribu kulionya mpaka kufika kwenye utisho wa mwisho kabisa ambao mtoto sana anakwenda naye huku, inawezekana kama si wa kwangu. Na yeye anakujibu kwamba wewe maana wewe usinitishe. Mimi nitajenga kwangu na mimi nitakuwa na maisha yangu. Maana yake ndani yako anafunga kabisa mipango wewe na yeye. Mungu ni baba yetu. Na sisi tuna haki ya kuurithi ufalme. Na sisi tuna haki ya kupokea baraka. Na sisi tuna haki ya kupata chochote kutoka kwa yeye, kwa sababu yeye sisi ni watoto wake. Sio hivyo? Mungu sisi si baba yetu. Sasa kwa nini hatupati? Tunakosa kwa sababu hatujatenda yale ambayo yeye anataka sisi tuyatende. Wakati huu wa mifungo ni wakati wa utulivu wa ufahamu. Ni wakati wa wewe kudai haki yako. Sasa tumia nafasi hii ukiwa unafunga na kuomba ili Mungu aone ndani yako unapoipeleka toba yako mbele za Mungu, kwa kumaanisha ili akupe haki yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Si kama naeleweka vizuri. Haleluya. Kuna wengine unashangaa wakati wa kuolewa umefika, binti labda ana miaka 20, 25, 26, 27, 28, 29. Hapo ni wakati wa kuolewa. Lakini cha ajabu huyo binti mwenyewe yaani haonyeshi kwamba anatakiwa kuolewa. Wanaita ni mama huruma, wanasema wengine. Wana lugha hiyo. Mdada anaitwa mama huruma. Huyu binti bwana la wageni. Sasa huyu vipi? Mbona haonekani kujiweka katika mazingira ya kumhitaji mwenzi wake? Mbona haonekani kupeleka hoja zake mbele za Mungu kwamba Mungu, mimi nina haki ya kuolewa kwa sababu wakati wangu umefika. Sasa hicho anachokifanya, unajua kwa wengine mkumbuka yule dada pale kisimani. Yesu anaomba alete maji ninywe. Yeye akamwambia ni maji sina. Kwanza ninyi na sisi sio watu tunaokaa pamoja. Mbona? Yesu anazidi kumuuliza. Mwisho anajua kubainika kwamba yule mwanamke hakuwa na mwanaume mmoja. Alikuwa na wanaume wengi. Sasa alipokuwa na wanaume wengi, haikufahamika yeye mume wake yuko wapi. Kwa maana hiyo, kwa tabia ile ilikuwa ngumu yule kuchukuliwa na wanaume yote katika wale ambao yeye amewataja. Kwa sababu wale wote walikuwa si waume zake. Mungu atusaidie sana. Sasa yule kupata haki yake mbele za Mungu atachelewa kwa sababu si ameamua kujinadi. Sio hivyo? Yeye ameamua yoyote na yawe mtaishi hivyo. Unaporudi kumwendea Mungu, Mungu ninaomba niolewe, Mungu anakuuliza, huko nyuma yako mbona unaona kuna wanaume zaidi ya 30? Sasa wewe unataka kuolewa na nani? Haki yako kweli mimi ninayo, natakiwa nikupe. Sasa atakuwa nani? Mbona unaona watu zaidi ya 30 nyuma yako? Hao wote wakuoe wewe? Kanuni yangu sinaijua. Mke mmoja, mume mmoja. Haya, kuna watu 29 wananing'inia. Watakwenda wapi hao? Tunaikosa haki kwa sababu ya
sisi wenyewe hatujamsogelea Mungu na kuidai haki yetu kama baba yetu. Bwana asifiwe. Lakini tutamsogelea Mungu wakati gani? Wakati wa kufunga na kuomba, ndio wakati wa wewe kumsogelea Mungu. Ndio wakati wa wewe wa kurekebisha mambo yako. Ndio wakati wa wewe wa kurekebisha maisha yako. Ndio wakati wa wewe wa kurekebisha biashara zako. Wakati wa wewe wa kuacha mabaya. Ndio wakati wa wewe kumletea Mungu ili akupe haki yako. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Sijui kama tunaelewana vizuri. Ndio maana Suleiman anazungumza, anasema Mungu, katika hekalu hili tunaomba ukae wewe mwenyewe kwanza. Lakini watu ambao watakuja hapa wana shida mbalimbali. Hiyo akili ya Suleiman, yaani anataka kuwaunganisha watu na Mungu kupitia yeye. Kiongozi mzuri huwa anapenda kuona watu wanaowaongoza wanafanikiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani pasa kuhakikisha wewe unafanikiwa. Unakuwa mzima, unakuwa na afya, unakuwa unapata unachotaka, kama ni wakati wa kuoa ufike, kama ni wakati wa kuoa ufike, kile kinachotakiwa kifanyike kwa wakati. Mimi nitapata usingizi, kwa sababu ninaona Mungu anajibu maombi yangu mbele zake. Lakini sio kujibu maombi tu, kwamba wewe umekubali kupokea fundisho. Bwana asifiwe. Yaani ukiona wewe upokee fundisho, tegemea kuchelewa kupata haki yako. Kwa sababu fundisho ndilo linalokupa wewe namna ya kuisogelea haki yako hiyo. Sema mfano baba yako na mama yako, kama wanakulea katika maadili ambao wao wanaamini utakuwa salama, halafu na wewe ukasema maadili haya siyapati mimi na mipango yangu, maana yake ninakwenda kutengeneza vitu vingi katika nyumba ya kwake yeye. Kwa hivyo wewe kuipata haki kwa mzazi wako ni ngumu. Au haiko hivyo? Bwana asifiwe. Haiko hivyo. Wangapi wamefukuzwa majumbani kwao? Vijana wengi, si vijana wa kike hata wa kiume pia, wanafukuzwa kwao. Bwana asifiwe. Unafukuzwa kwa sababu ya tabia zisizompendeza baba yako na mama yako. Sasa ukishafukuzwa, tegemea kukosa haki. Tegemea kukosa upendo. Tegemea kukosa amani. Hivi vitu vyote vinapatikana pale ulipo. Hivi nafikiri kama unaishi vibaya na Mungu aliye hai, wewe utakuwa na amani? Ijue wewe ili uwe huru. Uhuru wa mtu uko ndani ya mwenye amani. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Inatupasa kutumia nafasi hii kuhakikisha tunasogea. Yaani mifungo kama hii sio ya kurudi nyuma, ni ya kusogea kwenye haki. Ya kusogea kwenye haki. Ya kusogea kwenye haki hata ukaipata haki yako. Suleiman anahakikisha watu wanapata haki zao. Haleluya. Ukiendelea mstari wa unaofuata, nitaruka kidogo. Ili kuna nini kidogo. Tusome 36. Tusome kwa 35. Basi wasikie huko mbinguni wayaombapo na kusihi, ukaite. Anasema kwa 35, basi uyasikie huko mbinguni wayaombayo na kusihi, ukaitetee haki yao. Sasa wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa. Unasikia Biblia inasema wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa.
mstari wa 36 anasema wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa, hata wakasikie na kuwatia mikononi mwa adui zao. Sasa tunawahamisha kuwatia mateka mpaka nchi iliyo mbali au iliyo karibu. Basi wakikumbuka katika nchi walikokuhamisha na kutubu na kusii katika nchi uhamishayo wao, wakisema tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu. 36 wakurudiapo kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya uhamisho wao, adui waliokuhamisha, wakiomba na kuelekea nchi uliowapa baba zao, na mji huu uliochagulia, na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie toka mbinguni, toka makao yako, toka makaoni mwako, wanayoomba na kusihi ukaitetee haki yao, kuwasamehe watu wako waliokosa juu yako. Bwana asifiwe. Bado Sulemani anaendelea kuwatetea washirika au wanadamu, kwa maana watu hawa wanatenda makosa, watu hawa wanatenda dhambi, watu hawa wana mambo mengi ambayo yanakwenda kinyume na wewe, lakini pamoja na kuchukuliwa na adui kupelekwa sehemu mbalimbali kwa maana ya kutekwa. Watu wengi bado naamini kutekwa mpaka kuchukuliwa hapa ukawekwa kwenye nyumba ya maficho. Kumbe unaweza kutekwa hivi ulivyo, hujui kama umeshatekwa. Kwa maana hapo ulipo, kama ulisikia neno la Mungu, kusikia watumishi wa Mungu, ukubali kufuata utaratibu, wewe ni mateka. Adui kisha kuchukua, wewe hujui. Kwa hiyo sasa adui anakufanya na kupeleka huko na huko ili akupoteze, yeye kwake iwe neema. Lakini Sulemani anasema hata kama utakuwa umechukuliwa mateka, ukapelekwa pande yoyote, ikakutupa kwenye ukahaba, ikakutupa kwenye wizi, ikakutupa kwenye utapeli, ikakutupa kwenye tabia zozote ambazo haziendani, ila utakapokumbuka na kutubu, maombi yako Mungu kule mbinguni ayasikie ili akupe haki yako. Bwana asifiwe. Wako watu watakufa hata haki zao hatazipata. Kwa maana utazaliwa, utaongezeka, mpaka utazeeka, utafika wakati wa kufa, haki yako hautaipata, kwa sababu hukuwahi kukumbuka hata siku moja kwamba mimi ni mwanadamu ninayetenda makosa, yanipasa kutubu. Hukuwahi kukumbuka, kwa maana uliyapuuza kila maneno ya watumishi wake. Mwisho wa siku utaondoka katika dunia na haki yako huweze kuipata. Lakini haki zetu zipo na tunazipata kwa sababu ya sisi kuendana sawasawa ya Mungu anavyotaka. Ndio nakwambia nafasi yetu sisi kwa kipindi hiki cha kifungo ni kipindi cha toba ndani yetu, ni kipindi cha maombi, ni kipindi cha kumrudia Mungu, ni kipindi cha kuondoa hila zetu zote, ni kipindi cha kusimama imara katika nyakati hizi ambazo tunazopita. Sasa watu wafungaji, mtu anafunga haombi wala asome Biblia, lakini watu ambao wao wafungi kabisa, wao wanasema ile jambo haliwahusu. Hakuna mwanadamu asiyefanya makosa, wote tunafanya makosa. Sasa tunapopatia muda wa kutengeneza njia zetu, na tupasi tuzitengeneze. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tusome tena sehemu nyingine, sababu nina dakika chache ili tuingie kwenye maombi. Ukisoma Zaburi 100, Zaburi 17, sasa tutasoma Zaburi 17. Tena tutasoma Mithali 18:23. Kuna mstari wa kwanza. Tena tutasoma Mithali 18:23. Zaburi sura ya 17 mstari wa kwanza. Tutasoma katika jina la Bwana. Ee Bwana, usikie haki, ukisikiliza kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Endelea. Sawa tosha. Ngoja kidogo tusome hapo.
Tuweke sawa hapa kwenye Zaburi. Zaburi 17 mstari wa kwanza nasemaje? Bwana asikie. Bwana usikie haki, ukisikilize kilio changu, utege sikio lako kwa maombi yangu yasiyotoka katika midomo ya hila. Amina. Yaani unapokwenda kupeleka maombi yako mbele za Mungu, hakikisha anza sana na toba. Midomo ya hila ni namna ya mtu ambaye nafsini mwake anawaza mabaya juu ya wengine, halafu anakwenda kupeleka maombi akiwa ndani yake yeye hamlingani Mungu. Mungu anapotizama na unasikia maombi yako, anakutana na mambo mabaya yaliyojaa ndani yako. Hiyo ni midomo ya hila mbele zake. Sasa Mungu hataki vipi? Anataka utakapopeleka maombi yako mbele za Mungu, utakaposema Mungu, mimi ninatubia dhambi zangu nilizozifanya, kwa maana ya kuziacha na kuzisahau kabisa, ndipo sasa utakaporudi na kumpelekea Mungu mahitaji yako, yeye ataonana na moyo ulionyoka na moyo mnyofu, atakwenda kuyapokea maombi yako. Lakini kama wewe unapeleka maombi mbele za Mungu, huko unaanza kuwaza watu uliogombana nao jana, unawaza namna ya watu kukusengenya, unawaza namna ya kusengenya wengine, hiyo ni midomo ya hila mbele za Mungu. Hayo maombi yatabaki hapo hapo ndani ya mdomo wako mwenyewe. Naomba unisikize vizuri na unielewe hapo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukiyaomba maombi ya kupasa uwe mnyofu wa moyo. Mnyofu wa moyo ni yule anayesamehe aliyotendewa. Ni mtu asiyoishi na kumbukumbu mbaya mabaya anayepitia. Ni mtu anayemwachia Mungu kila baya analofanyiwa. Huyo yeye hana sababu ya kujikwaa ndani yake. Atakapomrejea Mungu na kumwambia Bwana, ukimsoma vizuri Stefano kapigwa sana na kutosha. Wala watu wamemdunda kweli kweli. Mwisho kama kumchuna. Anapata nafasi ya kutamka neno la mwisho, eti anasema uwasamehe. Sasa unawasamehe vipi? Mwangalie huyo mtu anaenda kufanya toba kwa ajili yenu, na anamwambia Mungu, hao wangejua adhabu ambayo wanapata wala usingefanya hayo. Lakini mimi sina sababu ya kusema adhabu gani wapate hao. Ninawafunika. Mungu wasamehe hao watu, usije wakaona kwa hayo ambayo waliyofanya. Moyo ule mara nyingi ni moyo ambao ulionyoka mbele za Mungu, sio moyo wenye kisasi. Mwenzangu, mimi kwa mateso yale huwezi kukubali. Mungu, hao watu wamenionea. Na kama wamenionea, mimi sina maneno mengi kwa sababu mimi si mhukumu. Angalia watu wanaokuwa jana, namna wanapeleka hukumu zao mbele za Mungu. Eti wao wanaanza kujiamini, Mungu, mimi si mhukumu, maana sije nikahukumiwa. Umesema? Halafu anaanza kupenyesha maneno. Anapenyesha maneno kabisa, maneno yale ya kulimaliza lile tatizo ambalo anaona mbele yake. Mungu atusaidie sana. Anaonekana kama mtu asiyeweza kuhukumu, lakini matamshi anayokwenda kutoa analihukumu. Sasa Mungu hataki kitu hiyo. Ni midomo ya hila. Tuache kumfundisha Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu soma hapo ndo. Maskini hutumia maombi, bali tajiri hujibu kwa ukali. Haleluya. Haleluya. Maskini hutumia maombi, lakini tajiri, unajua, kwa mfano tuchukue hao matajiri wakubwa, wao wanaume na wanawake, tuwalete kama hapa hivi, halafu tuwafanyie maombi. Yaani katika matajiri 1000, 2 au 5 wanaweza kupagawa na mapepo, au wengine hawapagawi na mapepo. Halafu tuwachukua maskini 100 waweke pale, halafu kufanya maombi, utakuta 98 wanapagawa na mapepo. Kuna wakati mwingine wanawaza, kwa nini? Katika watu ambao
ndio wanaongoza kwa kunung'unika mbele za Mungu. Maskini ana manung'uniko mengi mno. Yana manung'uniko mengi mno. Wakati mwingine ukimsikiliza unaona huyu ana maombi yaliyozama sana, lakini huyu haachi kunung'unika. Angalia, Mungu ni mimi tunalala na njaa. Au kama kila siku anakula. Mungu nioni. Angalia kazi tunatafuta mwaka wangapi? Hakuna kitu. Angalia. Lakini masikini anayeamua kumtafuta Mungu kwa kumaanisha, huwa anapokelewa kiurahisi sana, kwa maana yeye hana wazo jingine zaidi ya kumtizama Mungu na kile anachotarajia. Bwana asifiwe. Tajiri hawezi kumtizama Mungu kwa sababu ana matarajio yake mkononi. Milioni aliyonayo ndio anaona maisha yake. Ni nini kitamsumbua na kwa nini apoteze muda kwenda kuomba? Akijisikia mbavu naomba tayari ambulance inakuja kumfuata pale pale nyumbani. Yaani yeye hana shida na afya yake na maendeleo yake. Sasa kwa nini aendelee kumtafuta Mungu? Pengine anaona kama atapoteza muda. Ndio maana Biblia inasema tajiri kuingia ufalme wa Mungu aende nani? Kupenya kwenye kile kitundu cha sindano. Ni kweli tajiri hana mpango kabisa na Mungu. Na kwa nini hampagawe na mapepo kama hana mpango na Mungu? Matajiri wanaombewa sana. Usione hivi. Kwa mfano tajiri mmoja hapa mchungaji anampa bilioni 100. Tumisha Mungu 100 hiyo mkononi. Hivi nafikiri maombi atakayoomba wewe mzee kumwombea tajiri ataliketa kama kuombea wewe. Unacheza na yeye. Jana mimi na maombi ya moyoni kabisa na Baba Maria. Ulisema utainua watu. Maria. Tajiri kaacha mzigo takutu. Lakini namna anavyobeba na wale watu, yeye peta kwenda zake. Ndio maana hana mpango wa kufanya maombi. Sisi kaeleka vizuri. Wewe angalia tofauti. Mwenye nguvu ya uchumi na sio nguvu ya uchumi, yupi anapata maombi yenye nguvu? Hamjawahi kuona? Nendeni kwenye makanisa makubwa. Hivi viti vyote tunakaa watu wakubwa. Kija pale wewe na nguo zako zaelekea nyuma. Kuna shemasi mkali pale. Yaani yule atiki na mtu. Katumwa bwana, angalia. Wewe si utaweka unga huko na kila kitu na kigeni, sisi tumepauka na kama nyuma. Hapo anakuja watu huko nje wana benzi, wana Range, wana nini, wengine moja helicopter na nini. Wanakuja tafikiri labda dunia hii si yao. Ndio anakaa kama hapa hivi. Na hao wanamiminiwa maombi si kawaida. Sasa yeye maombi yeye aombe nini? Kama nyinyi mnamuombea. Anafanya shughuli zake tu. Si anajua nyinyi shida yenu hiyo anawapa. Lakini wale si kwamba wanampendeza Mungu. Hawampendezi Mungu. Mungu anapendezwa na wewe unayemuomba kwa moyo. Kwa sababu ya wingi wa mambo yanayokuzunguka, inakulazimu muombe Mungu kwa moyo, kwa sababu usalama wako wewe uko ndani ya Mungu. Bwana msaidie. Haleluya. Tutakwenda kuomba kwa dakika chache, lakini tusiache kutanguliza toba. Kwa wale ambao wamechelewa, tutasoma inasema tenda mema upate haki.